Familia ya bimdada Usha pamoja na Shivendra wanahuzunika sana baada ya kumpoteza kijana wao mpendwa, kijana ambaye alikuwa ndio wa kwanza lakini pia ndiye aliyekuwa backbone ndani ya familia, kwani kijana huyu ndio alikuwa anamtegemea kuiendesha familia, kwani alikuwa anafanya kazi nzuri sana lakini pia alikuwa anaingiza pesa ya kutosha. Mzee alikuwa na mikopo ya kutosha ambayo alikuwa analipwa na kijana wake, lakini baada ya kuweza kupoteza maisha kwa sasa alikuwa na mawazo mengi sana ya kutosha. Mzee bado alikuwa anajiuliza hii familia ataendesha vipi, lakini pia hata kwa mke wa marehemu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Sandia. Huyu bimdada bwana kadumu na mume wake kwa muda wa miezi 5 tu ndani ya ndoa, na kwa bahati mbaya leo ameondoka duniani. Cha kushangaza, huyu mwanadada yeye kwa sasa alikuwa yupo ndani ya mtandao wa Facebook, anasoma tu komenti za watu ambao walikuwa wanatoa pole. Yeye alikuwa haonyeshi kabisa ya kwamba alikuwa na huzuni yoyote. Halo, wageni mbalimbali wanafika ndani ya hili eneo kwa ajili ya kuendelea kuomboleza, ikiwemo pia familia ya bimdada Sandia, lakini pia mama mtu analia kwa uchungu na kumpa pole binti yake. Halo, binti alikuwa hajali lolote, lakini leo anafika rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Nazia. Binti huyu baada tu ya kufika, Sandia anamtuma pachuni aende akamletee Coca-Cola pamoja na chipsi, lakini pia ndani ya hili eneo vyakula hivi bwana kwa sasa vilikuwa vinakatazwa sana, kwani watu hao walikuwa wanaomboleza. Waliambiwa kwamba ndani ya kipindi hiki chote cha maombolezo ilikuwa haitajiki kabisa wali chakula chochote kizuri. Chai walikuwa wanakunywa bila sukari, lakini pia hata ubwabwa wenyewe ulikuwa hauwekwi kiungo chochote, na hata mboga zake bwana ilikuwa ni supu kama hivyo. Halo, haya ilikuwa ni maisha magumu sana kwa bimdada Sandia. Yeye alikuwa hayawezi, chakula chake kikubwa ilikuwa ni Pepsi pamoja na chipsi. Halo, mama yake na Sandia leo anamfuata bimdada na kuweza kuchoma baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anaamini ya kwamba vina uwezo wa kutoa mkosi kwenye maisha ya binti yake. Na mama huyo aliona binti yake huenda akakavaliwa na mapepo mabaya, kwani aliona hana reaction yoyote juu ya yale yaliyomkuta kwenye maisha yake. Halo, mama mko anafika anampatia kazi ya kwenda kutafuta baadhi ya dokumenti ambazo kesho asubuhi na mapema watazitumia kwenda benki kuanza kufuatilia mambo ya maokoto ambayo mtoto wao mpendwa alikuwa nayo. Halo, bimdada kipindi ambacho alikuwa anatafuta hizi dokumenti anashangaa kutana na picha ya bimdada mmoja mrembo sana, tena nyuma yake alikuwa imeandikwa maneno ya mapenzi. Halo, Sandia aliumia sana, kwani yeye pamoja na mume wake hakuwahi kabisa kuwa na mahusiano ya karibu toka afunge ndoa, wala hakuwahi kushiriki mambo yoyote ya upendo, ikiwemo pia hata mambo ya kitandani. Bimdada kwake kuyapata ilikuwa ni kipengele. Halo, Sandia moja kwa moja akatambua huyu ndio mwanadada ambaye alikuwa anaiba penzi lake. Dada leo akamfuata bibi yake na marehemu mume wake bwana. Bibi huyu alikuwa ni mzee sana. Bimdada kwa kuwa alikuwa anaelewana sana na huyu bibi, akamtolea ile picha na kumwonyesha bibi, akasema ya kwamba huyu bimdada anamfahamu. Alimwonyesha kwa ishara, kwani bibi huyu alikuwa hana uwezo wa kuzungumza kwa sasa, lakini pia binti maelezo ambayo alikuwa anatamani sana kuyapata, kufanikiwa kabisa kuyapata kwa huyu mwanamama. Halo, hasira zikazidi kumjaa mwanadada Sandia, akitamani sana kufahamu ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea baina ya marehemu mume wake pamoja na huyu bimdada. Halo, leo anafika mwanafamilia mmoja anatambulika kwa jina Taruni pamoja na familia yake. Mzee huyu baada tu ya kufika akaanza kumlaumu baba yake na Stiki, akisema ya kwamba hajampatia kabisa taarifa juu ya huu msiba. Halo, Sandia leo anamweleza rafiki yake Nazia watoke ndani ya hili eneo waelekee restaurant kwenda kupata chochote kitu. Anamwaga mama mkwe wake ya kwamba anahitaji kwenda kumwona daktari, kwani tumbo lake siku hizi 2-3 wala halielewi jinsi linavyofanya. Dada baada ya kutoka hospitalini, safari inampeleka kitaani kwenda kula vitu vitamu vitamu, japokuwa familia walikuwa wanaendelea na kuomboleza siku 13 hizi ambazo walikuwa wameelewana za kuendelea kufuata taratibu za tamaduni zao. Mmoja kati ya mdogo wake na marehemu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Aloki, muda wao alikuwa anaendelea na ibada ya kuweza kumwombea kaka yake, lakini bimdada yeye pamoja na Nazia wao wanaendelea kupiga vitu, lakini pia akafanikiwa kumweleza bimdada Nazia juu ya ile picha ambayo alikuwa kaipata kwenye dokumenti za marehemu mume wake. Halo, bimdada anamweleza rafiki yake hatokuja kumsamehe kabisa huyu marehemu mume wake kwa hiki ambacho alikuwa akamfanyia. Halo, leo anakuja watu ambao walikuwa wanafanya kazi na marehemu mume wake. Mmoja kati ya mfanyakazi alikuwa anatambulika kwa jina bimdada Akansha, na huyu ndio ambaye picha yake aliyokuwa nayo huyu bimdada Sandia ikabidi amvute pembeni na kumuuliza mahusiano yake pamoja na marehemu mume wake alikuwaje. Bimdada Akansha akamweleza ni kweli wao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi ambao walikuwa wameanzia chuoni na hatimaye baadaye wakapata kazi ndani ya kampuni moja. Dada anasema walikuwa ni watu wanaopendana sana, lakini kwa bahati mbaya hawakufanikiwa kabisa kufunga ndoa, na hii ni kwa sababu tu wazazi wake na bimdada Akansha hawakuhitaji bimdada huyu aweze kuolewa na Astiki. Halo, Sandia alikuwa bado hajaridhika na haya majibu, akaendelea kumfuatilia bimdada akihitaji kuweza kupata maelezo zaidi.
Akansha akaendelea kumfungukia bimdada na kumweleza ni kweli wao huko zamani walikuwa na mahusiano ya kimapenzi, lakini mwanaume yule baada tu ya kufunga ndoa na Sandia hawakuwahi kabisa kukutana kimwili. Basi mashosti yao bwana wakawa ni watu wa karibu sana. Bimdada Akansha akawa anamchukua huyu bimdada na kumpeleka sehemu mbalimbali na kumwelezea zaidi tabia pamoja na vitu ambavyo alikuwa anapenda sana Astika, ambaye kwa sasa alikuwa ni marehemu. Ukaribu wa bimdada Akansha pamoja na Sandia ukamfanya huyu bimdada kuwa na furaha sana na kimtindo kusahau mambo ambayo alikuwa anaendelea ndani ya familia. Sandia leo kipindi ambacho alikuwa anamlisha bibi wa familia akasikia wanaume wa familia wakisema ya kwamba inabidi kwa sasa wamtafutie mume mwingine bimdada Sandia, kwani hawawezi kabisa wakamwacha aendelee kuishi maisha peke yake. Sandia akaondoka kwa hasira. Leo wanafamilia kipindi ambacho alikuwa amekaa bado anaendelea na maombolezo, anafika mtu mmoja kutoka katika kampuni ya bima na kusema ya kwamba amefika hapa kumtafuta mwanadada Sandia, kwani mume wake kabla ya kufariki alikuwa amekata bima ya kifo yenye thamani ya rupia milioni 5 na mtu pekee ambaye anahusika kwenye hii bima alikuwa ni bimdada Sandia. Wajomba pamoja na wanafamilia wakabaki mdomo wazi. Mmoja kati ya mjomba na waka anasema hakuna hata mwanafamilia mmoja aliyeandikwa ndani ya hiyo bima. Mchizi anasema hakuna hata mmoja zaidi ya bimdada Sandia. Taharuki ilikuwa ni kubwa sana, lakini Sandia anafika hapa na kuangusha wino, kila mmoja akabaki mdomo wazi. Mmoja kati ya mjomba pamoja na Taruni wakamchukua baba yake na marehemu Astiki na kumtia pembeni, wanamweleza hakika mwanao ni mjinga kweli kweli, badala ya kuandike wewe uliyemwangaikia tokea akiwa mdogo mambo ya muhimu kama haya bwana anamweka mke wake. Baba yeye alikuwa hana noma, kwani alikuwa anaona kitu alichokifanya mwanaye kilikuwa ni sawasawa. Sandia leo baada ya kukutana na mwanadada Akansha bwana, stori zikaendelea za hapa na pale. Bimdada leo kwa kuwa alikuwa akaja kumtembelea nyumbani akafanikiwa kuona majani ya chai ambayo marehemu wake alikuwa anapenda sana kuyatumia. Baada ya kumuuliza huyu bimdada, Akansha anasema ninaomba uniamini, lakini pia umwamini sana marehemu mume wako, japokuwa ni kweli sisi tulikuwa tunafanya kazi sehemu moja na tulikuwaga tuna mapenzi huko mwanzoni, lakini mwanaume yule baada tu ya kukuoa mapenzi baina yangu na yeye yalikufa kabisa, yaani hatukuwahi kufanya chochote. Dada, haya maneno siku hii ya leo pamoja na huu hakika kimtindo ukamlegeza, na kwa mara ya kwanza tokea mume wake afariki leo bimdada anadondosha machozi. Anamfuata Nazia na kumweleza hakika siku hii ya leo anajisikia huzuni sana na kulia kwa uchungu mkubwa, lakini pia anamfuata baba mkwe wake kipindi ambacho alikuwa anapiga mahesabu bimdada akahitaji kuweza kumsaidia, na leo ndipo akagundua katika siku hizi zote 13 za maombolezo gharama ambayo ilikuwa inatumika hapa nyumbani ilikuwa siyo ya kawaida. Sasa bwana, hapa nyumbani mtaalamu wetu Taruni alikuwa na watoto wawili, mmoja alikuwa ni wa kike na mmoja alikuwa ni wa kiume ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Aditya. Huyu jamaa alikuwa anahitaji kuanzisha mgahawa lakini mtaji alikuwa hana. Sasa kwa kuwa yeye alikuwa hajaoa lakini pia alikuwa anahitaji pesa, na ukitazama bimdada Sandia alikuwa akaachiwa kitita kikubwa sana cha pesa, hivyo mtaalamu wetu Taruni pamoja na mke wake wakaweka mipango. Kwanza leo Taruni akamchukua baba yake na Astiki mpaka kwenye ofisi za bima, lengo kumzubaisha ili mke wake pamoja na Usha waende wakazungumze na bimdada Sandia akubali kuolewa na Aditya. Mzee baada ya kurudi wakati wa jioni anapewa hizi taarifa na mke wake, hakika kimtindo akajisikia noma, lakini upande wa bimdada Sandia anaenda kumuuliza Aditya ni kwa nini anahitaji kumuoa. Mchizi anasema ya kwamba yeye anahitaji kumuoa bimdada kwa sababu alikuwa anampenda. Kitu upendo bimdada alikuwa anakitamani sana kwenye maisha yake, hivyo akakubali kuolewa na Aditya. Kila mmoja ndani ya familia akashangaa, ikiwemo mdogo wa marehemu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Aloki, kwani naye alikuwa anamkubali sana huyu bimdada. Anamfuata shemeji yake na kumtemea hizi cheche, lakini bimdada anasema wewe kunioa lakini pia kuona mahusiano, hilo swala sahau, kwani mimi na wewe ni mashemeji. Lakini pia mama wa mtu anamfuata mwanaye na kumweleza hebu amka, yule kijana hana upendo wa kweli na wewe, kwani wazazi wake wameweza kumshawishi ili aweze kukuoa apate mtaji wa kwenda kufungua mgahawa. Sandia anamfuata Aditya leo wakati wa jioni na kumweleza yeye ana mimba, kama atakubali tu kumwoa hivyo hivyo basi atashukuru sana. Siku ya 13 ambayo ilikuwa ndio siku ya mwisho wa kuomboleza, bwana, leo dada alikuwa kavalia nguo nyeupe kiashiria kwamba ni mjane, lakini kwa upande wa Aditya anakusanya mabegi yake na kuondoka ndani ya hili eneo, kwani alikuwa hahitaji kabisa kumwoa bimdada baada ya kugundua kwamba alikuwa ana mimba. Lakini bimdada alimwambia haya maneno kupima kama mchizi ni kweli alikuwa anampenda ama
Ni kweli alikuwa anahitaji kumwoa ili apate mtaji wa kwenda kufungua restaurant. Halo, familia wana taharuki, mbona nyumbani kumeanza kuchangamka? Lakini pia baada ya kumtafuta bimdada Sandia pamoja na Nazi hawakufanikiwa kabisa kumuona, kwani bimdada huyu kwa sasa alikuwa anaelekea stendi pamoja na shosti yake kuondoka ndani ya hili eneo. Mama mtu baada ya kuingia kwenye chumba cha binti yake anakutana na barua ambao bimdada anasema ya kwamba anaondoka ndani ya hili eneo kwenda kutafuta kazi ili apate maokoto ambayo atamsaidia kusimama yeye kama yeye, kwani bimdada anadai asipochukua majukumu ya kuweza kusimama mwenyewe kwenye maisha yake, basi siku zote watu watamwamulia kwenye maisha yake ni kitu gani afanye na kitu gani asikifanye. Halo, lakini pia hata mama mkwe anapewa barua na bibi wa familia, ambayo mama baada ya kuisoma anakutana na ujumbe wake ukisema ya kwamba asijali, yeye ameondoka ndani ya hili eneo kwenda kutafuta kazi, na anasema ya kwamba siku ya kesho anaenda kufanya interview, na endapo akipata hiyo kazi, basi mshahara wake ambao atakuwa anaupata atahakikisha anaitunza hii familia kama jinsi ambavyo mtoto wao wa kwanza alivyokuwa anaitunza. Halo, lakini pia mama anaelezwa kwamba pesa zote ambazo alikuwa akaachiwa na marehemu mtoto wao ameamua kuweza kuachia. Baba na mama hawakuamini hiki ambacho kilikuwa kimetokea, lakini kwa upande wa bimdada Sandia, leo anaenda kukutana na bimdada Akansha kwa mara ya mwisho na kuweza kukumbatiana. Anamuaga kisha yeye anaingia ndani ya basi na kuondoka ndani ya hili eneo kwenda kuanza maisha mengine. Halo bwana, hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.